mji wa Mbulbul. Wale wote tumepoteza wapendwa wetu. Ni wakati mgumu sana na naelewa na tuko pamoja. Tutasaidiana kwa kila jambo tutakaloweza. Na mimi ni mwanaharakati. Swane za sema mimi ni balozi kulingana na ile masuala na shughulikia pale shuleni. International relations ni mambo na masuala ya states naitwa nini? Mataifa mbalimbali, uhusiano na uwiano wa kimataifa, upande za politics, environment, masuala yote. So kwa hivyo nakaribisha Mapenzi Baya. Asante sana. Hata kama ametupa mji, tunakaribisha katika mji wetu. Tunashukuru sana kuwa naye hapa. Na najua na mengi ya kutufunza. Si hakujitambulisha ni nani, lakini naweza muongezea point. Yeye pia ni mwanaharakati mwenzangu. Na pia ni civic educator. Kuna vitabu hata ametupatia hapa za mambo na uchaguzi, uraia, zile haki ambazo unafaa kujua kama mwananchi, haki zako katika kupiga kura, na mambo mengi ambayo atakuja kutuzungumzia siku nyingine. Pengine leo anaweza iguzia juu tukishamaliza mada ya leo. Naweza kupatia tu dakika kama labda 2 hivi kabla mwenzetu aweze kuingia. Maybe tu Bi Mapenzi akaweza kutueleza kuhusiana na swala hili kwa dakika tu kama 5 hivi. Ndio sababu leo tuko na karibu lisali zima. Kama 5 tu hivi kabla saa 3 hajafika. Asante sana. Hii ni kitabu ambayo imetengenezwa na IBC kwa na partnership na Uraia, ambao pia wamekuwa wakiwa mbele kabisa kupatia wananchi information kuhusu election, kuhusu kupiga kura, haki zako, majukumu yako. So hii kitabu inaeleza period ya kutoka pale ambapo kabla tuanze election, tunaita pre-election period, vitu ambavyo vitafanyika wakati wa election period, na baada ya election ya post election period. So iko na hiyo cycle yote ya nini ambayo inapaswa kuwa ikifanywa na IBC na nini ambayo inahitajika kutoka wewe kama mwananchi. Yote inasema hivyo. Inagusia pia yale maswali ambayo mwananchi huwa nayo sana kuhusu ni nini inahusikana haswa na hii elections. Unajua wakati mwingine tunasema tunajua kupiga kura, alafu tunahesabu kupiga kura ni ile siku ambayo naenda kupanga. Kwanza tunasema kupanga line. Tunasema ni kupanga line. So tunahesabu ni niamke asubuhi na mapema 5 niwe pale nipange line, niweke kidole, niwekwe alama, alafu nirudi nyumbani. Lakini kuna maneno mengi ambayo inahusikana ili hiyo siku iweze kufika. Kwa upande wa IBC ina maneno mengi ambayo inahitajika kufanyika kabla hiyo siku, kwa upande wa wale ambao wanagombea viti, kwa upande wa wewe kama yule ambaye anaenda kupiga hiyo kura. Kwa hivyo hiyo yote ni vitu ambavyo tunafaa kuwa tukijua hiyo process nzima, kwa sababu electoral process kama tunasikiza Chebukati akisema si siku moja, hiyo miaka 5 bado ni kitu ambayo inaendelea. Kwa hivyo tunapaswa kuwa tukijua ni nini ambayo inahitajika kutoka sisi kama wananchi na ni nini tunapaswa kuwa tukiexpect kutoka IBC. Pia najua kitabu kilitolewa kabla sijazaliwa. Kabla hatujaambiwa maneno ya constituency and constituency and the jurisprudence. Kwa hivyo bado BBI ilikuwa inacheza pale. Kwa hiyo kitabu hiki pia imegusia maneno ya referendum. Referendum kuhusu nini na inaletwa kivipi na kwa nini na wakati gani. Pia imegusia hii. Pia kati ya pale BBI najua kulikuwa na maneno ambayo ilikuwa imehusia boundaries. Ndio tulikuwa tumeongea kuhusu vile tunaweza ongezewa constituencies. So pia maswali yamegusiwa pia kutumia teknolojia. Tulisema hapa maneno ya kompyuta ilifanyika nini, lakini tunaelewa technology inahusika kivipi katika sasa kusema hapo kwa kukorogwa, lakini tuelewe hata tukiwa pale kwa polling station wale ambao watakuwa polling agents, tuelewe kuwa results zinatumwa kivipi, ni nini inafanyika na nini inahitajika na namba imefika ni gani. Tumesikia pia IBC wamepeana notice wanataka agents. Tubelea nimeona watu wanaambiwa apply. Naona kama deadline kesho kutwa.
So hiyo voter registration inapaswa kuwa inafaa kuwa continuous process. Lakini kuna mahali ilifika ikasimamishwa kwanza. Kwa sasa hii hata tukisema ni kwenda elections hatuwezi enda kama haijafunguliwa tena voter registration. Kwa hivyo pia voter registration inahusu nini, inafanyika kivipi na inatu affect aje sisi. Election observation, nani ambao wanaweza observe election? Unajua sasa hivi tunasema mimi naenda kusimamia pale kura, lakini kuna process ya kuwa observer wa election pia. Haya, kuna pia legal issues na elections ile tukisema tunarudi kwenda kufanya round 2. Hiyo ya runoff, tukisema tunaenda kotini, tukisema tunafanya nini, kuna mkakati. Mikakati ndio. Alafu pia kuna kama hujaridhika na kazi ambayo IBC imefanya ama kuna kitu ambayo umeona communication channels ni ipi. Kwa hivyo hii kitabu inatueleza hiyo yote. Lakini kidogo najua hata juzi wakati ambapo kwamba mahakama ya rufaa ilikuwa ikitoa basi uamuzi wake kutokana basi na kesi ya BBI. Mojawapo ya wanasema kwamba mojawapo basi ya zile makosa ambayo kwamba ilipatikana pale ni kwamba wale wadau waliweza kuchapisha nakala zile kwa lugha ya Kizungu na lugha ya taifa basi kama tunavyojua ni Kiswahili na Kizungu pia, lakini kwa masuala mengi sana iliweza kufanyika Kizungu. Sasa hapa pia naona ni sehemu na kitabu hiki kimeandika kwa lugha ya Kiingereza, lugha mbeberu. Sasa huyu mwananchi ambaye kwamba angeniambia kwamba Yahya unisaidie hicho kitabu nikisome, akiangalia tu kurasa wa kwanza ananiambia my friend sioni, I'm not a learned friend of yours. Lakini hapa juu wameandika uraia. Uraia tunasoma kabla nijibu hapo. Sasa wewe hata mahakama sasa inaweza sema kwamba jamani kabla nijibu hapo utapenda kukosoa kidogo hapo kwa ambapo tunasema national languages ni gani? Official ni Kiswahili na Kizungu. Unajua kuna nyingine umeacha nje? Kikui. Unajua kuna yule ambaye atasoma Kizungu, kuna yule ambaye atasikia Kizungu, kuna yule ambaye atasoma Kiswahili na atasikia. Alafu kuna yule ambaye atakusikia hasikii. Kuna pia sign language ambayo hapo na watu wengi sana husahau. Na hata tukisema tunaangalia equity, usawa kwa katika kila jambo ambalo tunafanya. Ni muhimu pia tukumbuke. Kuna wale ambao pia kusikia hawasikii. Ukiona kama kwa TV siku karibu kila program wanasema wako na yule interpreter wa sign language, ni kwa sababu inapaswa kuwa hivyo, ni requirement. Hata kwa mikutano ya mhadhara kunapaswa kuwa, kwa sababu tunakuta tunatupa nje wenzetu ambao wanapaswa kuwa pia wanahusika katika hii miswada, katika hii mkutano. Tunawaweka nje na wanakosa hamu ya kuja kwa hii mkutano ama kujihusisha kwa vile tayari wanajua wametengwa. Haya. Nirudi hapa kwa hii kitabu. Nadhani kuna ile ya Kiswahili, lakini nilipoenda kuchukua nilipata hizi ndizo zimebaki. Hapo Waswahili walichukua sana. Waswahili wanachukua sana. Wao na wanadhani wanapenda kusoma sana. Lakini pia mara nyingi huwa zinachapishwa nakala chache za Kiswahili, kwa sababu si wengi sana wanapenda kusoma hiyo Kiswahili. Kiswahili kinakuwa kigumu kija kusoma. Alafu wewe ni Kiswahili cha wala bin wala. Kuna Kiswahili ambacho kinakuwa kigumu kusoma mpaka uisome out loud ndio uweze kuelewa kimesema nini. Kusoma kipoemoyo haipita tu hivyo. Kwa hivyo najua pia ni kama vile hii constitution kulikuwa na nakala nyingi za Kiingereza kuliko za Kiswahili. Lakini pia hiyo ni kitu ya muhimu kunote kwa kuwa si kila mtu anaelewa Kiingereza. Si kila mtu anaelewa Kiingereza. Hata kama hajui kusoma, kwa yule ambaye anaenda kumsomea, anafaa kuwa akimsomea kwa lugha ambayo anaweza kuelewa. Alright. Shukrani tena sana. Huyo ni Bi Mapenzi kidogo alikuwa akifafanua kuhusiana basi na kitabu ambacho kwamba tuko nayo hapo kwenye studio, ambacho kwamba inaeleza
zile mikakati zote basi ya tume huru basi ya IEBC. Ni masuala gani ambayo kwamba wanafanya, ni masuala gani ambayo kwamba wanafanya, na process zote ziko pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kusoma sana, nikipita tu pale mtaani niambie tu Majuju Kone, nipe kidogo angalau pia mimi nisome, nataka kuwa agent. Nimeambiwa na mdau fulani ni kwa agent wake. Mimi nataka kuwa agent. Nitaongeza nakala kadhaa Domas ili uweze kupatia mafans. Nitaongeza nakala kadhaa. Kwa hivyo usoma zaidi. Nisome zaidi. Soma zaidi. Unajua hapo mambo ya agent na nini? Kule siende. Baba. Nisaidieni niwe agent hata bila kusoma. Nawe na misuli. Ninataka mababe. Ninataka mababe. Na ukisoma ndo kulalala bana. Ulalagi baba, ni udali. Akili zinachemka. Lazima kukanga. Naongea kukesha siku 3. Alright, sasa basi bila shaka leo moja kwa moja basi tutakuwa tunaangazia swala kuu zaidi. Kumbuka kina dada ni moja wapo ya wadau ambao kwamba tunasema kwamba wametupwa ama wameachwa nje katika masuala ya kisiasa. Kuna wakati ambao kwamba niliona tu wadau wawili pale wakizungumza. Moja ni mwanasiasa akimkashifu sana mwenzake, akimwambia kwamba wewe unafaa kuwa nyumbani saa hizi ukipikia mzee wako. Saa hizi saa 8 usiku wafanya nini? Unafaa kuwa kwako saa hizi na watoto, angalau pia ukimstiri mumewe. Kwa hivyo kina dada ni mmoja wapo wadau ambao kwamba wametelekezwa sana katika masuala ya kisiasa. Na basi ndio swala ambalo kwamba ama ndo mada kuu ambayo kwamba tutakuwa tukizungumzia siku ya leo. Toronto hata sasa ukiangalia ile percentage ya kina dada katika mlingo wa siasa iko chini sana. Mapenzi sijui asilimia ni ngapi ya wadau ambao kwamba wako katika siasa sasa hizi kina dada? Iko karibu 15%. 15%. Unaona ndogo sana. Ndogo sana. Na kuna wadada wakakamavu kama hawa. Wanaweza kufanya nini baba tupeni. Tukianza na Mwajuma, Mwajuma, nyinyi kama kina dada, mko tayari kwa masuala ya siasa? Tuko zaidi ya tayari. Ukiona tumeyavulia. Tuko tayari kwa. Ndio maana tumejitosa katika uwanja. Na wenzangu hapa kina dada, tuko pamoja kwa sababu tukiangalia hapo nyuma tulitupwa sisi ni wajikoni. Hatujakataa kupika, tunapika hadi wa leo. Hata tumepikia watoto na mabwana, hata wale tuliambiwa lazima tuoe. Ama tuolewe. Ndio mke mwenye studio. Madada zangu kwa sababu wamechelewa. Wameacha familia zao zikiwa sawa. Tunapigwa vita yahe. Si mchezo. Mara wewe na mtoto, wewe na bwana. Sasa tunajiuliza masuala mengine yanaingilia wapi shwari. Kwa sababu uongozi ni akili. Ndoto na siasa ni wapi? Inaingia na wapi? Unaelewa? Na hataweza kuwa na mtoto lakini umweki katika umtosi katika uwanja, utaka kumstiri na hii maneno ya weka wazi. Kwa hivyo hata maisha ya saa hii, hata Sofia akiwa na mume, si lazima aje aseme ndio huyu sura yake ndio huyu. Ridhieni, ako hapo, mmemuona na anafanya kazi. So si tuko tayari na watu waache kutudhalilisha. Watu waache kuadhilisha. Tuko tayari. Tuko tayari. Sophie, hii kama kina dada, jinsi ambavyo kama Mwajuma alivyosema kwamba mko tayari. Lakini wadau wengi wanaona kama kwamba hamko tayari katika ulingo wa siasa. Wewe kama sasa Sophie, unaweza waambia namna gani? Kama mtoto wa kike ambaye kwamba umejitosa katika siasa. Je, mko tayari kwa ajili ya uongozi? Kwanza niseme asante DJ yake kwa kunikaribisha, kuni invite. Being among two great women here. And we are all friends. And that is the strength of women. We work together, we collaborate together. Lakini leo mnaongea Kiswahili sanifu. Haja kudhalilisha Kudhalilisha ni kudharauliwa. Kuonekana kitu ambacho hakifai. Mtatumia hiyo sindano ya Kiswahili.
So si tuko tayari kufanya kazi na ndio maana we've decided to put our best foot forward. As much as we may not have the resources, Yes. we may not have the technical skills and the know-how, but we have the capacity because also we have the numbers. So like kitu inatukosea kabisa ni fedha. When I started my campaign in 2017, sikuwa najua itakuwa so expensive to run a campaign. And on top of that, every time ukishuka mahali kwa stage naitwa mheshimiwa. Mimi nikishuka kwa stage mtu aniita mheshimiwa, najua mtu anataka pesa. Na si kwa ubaya. Please don't call me mheshimiwa, just call me kiongozi. I am just like you. But because in Africa kuna kitu inaitwa high power distance. Wale ambao wanaingia kwa hizi vitu wanakuwa wako huko juu sana na tuko huko chini sana. Ndio maana tunajipata always we are expecting handouts from our leaders. I'm not sikashif kila mtu. Najua saa in this day and age people are now beginning to discuss policies. Wanataka kujua ni sheria gani tumetunga ama tutatunga tukienda kule. But to be honest, I would say one of the biggest challenges ya wamama kwa siasa ni kifedha. Party primaries are very expensive. And for lack of a better word, I say party primaries are for hooligans. If you're not a hooligan, you cannot survive kwa mchujo. But I'm just saying, as women, we need you to help us financially. And did you know the men campaigns are funded more than the women's campaigns? And being a woman, saa zingine unajipata ukiwa pale unakatiwa na wanaume wengi sana. Hiyo ni one of the downsides of being in politics. So financially, and the fact that men would rather see you as a sexual object, you know. So as women, we have to work 3 times as harder and protect ourselves as much as we can. So tunaomba tu ndugu zetu, mkituona kule nje, msione kama tumepotea njia. Just the way we are your helpers in the Bible, please mturuhusu tukue wasaidizi wenu katika viti za uongozi. Hatujakuja kuwakalia, tumekuja kufanya kazi na nyinyi. Asanteni. Bi Mapenzi, umezungumza sana kwamba ipo kizingiti pale. Lakini je, hiyo ndio inafanya kwamba wanawake basi katika siasa hadi sasa watengwe? Nikianza kuongea kuhusu obstacles na wanawake, tunaweza ishi hapa siku. Kuna hiyo ndio, kuna hiyo ya kwanza ambayo ni kifedha. Kuna hiyo ya pili ambayo nitaita kudharauliwa na wao. Kwa vile watakao kuangalia wanaona hawakuoni akili. Wanaona mwili. Sasa na hiyo ni makosa kubwa sana. Kwa sababu mimi niko pale nimeleta akili, sijaleta mwili. So ile ya kunichukulia kama vile mwanzangu amesema hapa kama sexual object. Inafika mpaka ile point utakuta nitoboe. Uko pale wewe mwanamke ambaye uko pale siasani. Lakini wale wanaume ambao mko pale nao hawakuchukulii kama binadamu, wanakuchukulia kama uko pale for their enjoyment. Na ni kitu ya kudharau sana, ni kitu mbaya sana ya inakuwa ni dharau sana kwa wanawake. Such that kama huwezi simama na useme hapana, hizo sexual advances zinakuwa ni nyingi sana. Na zote ziko aimed at kukuangusha wewe kama mwanamke. Kuhakikisha watu wameona huyu na yeye anakwanga cheap sana, sana. Hiyo ndio huwa sababu ya hiyo. Lakini nitasema hivi, muuliza kama we are ready. We were born ready. Tulizaliwa tukiwa tayari. Kwa hivyo hata ikija hivyo bado tunajua venye tutadeal nazo. Ni ngozi ambayo lazima umee. Inamea overnight. Utakuja ati 1 year 2 years tujue venye utakuwa mgumu. Inabidi in 2 seconds inabidi umegrow up. Una vitu ambavyo utapatana nazo ambazo huko unatarajia, lakini the moment inakuhit lazima ujue kudeal nayo. Na ndio niseme nasema hata na hao wenzangu ambao pia nao ni wanawake shupavu. Ndio uweze kufika mahali umefika kwa kisiasa kama mwanamke. Kama umeweza kutoboa hadi kiasi fulani, jipe hongera. Hata kama dunia haitakupatia, wewe mwenyewe jipe hongera. Kwa sababu it takes a lot. Ile step ambayo una take kwanza ya kusema mimi kama mwanamke nataka kusimama. Unajua niseme hivi, wengine wanaiangalia kama yule mwanamke, lakini wewe umeangalia mimi kama binadamu. First and foremost, wewe kama binadamu umesema nataka kusimama, nataka kuwania kiti fulani. Sijajiangalia kama mwanamke kwanza, kwa sababu kwa akili yangu mimi ni binadamu kama the next person.
Kwingine ukishatoka pale nje ndio sasa watu wanakukumbusha unajua wewe ni mwanamke. Sasa ndio unaanza kukumbusha unajua wewe ni mwanamke. Lakini nitasema hivi, kama kwa siasa kuna wakati ambao itabidi uko nje usiku. Kwa sababu ya pilika za siasa, kuna mahali kuna mkutano, kuna nini na nini. Alafu mtu akuulize wewe kama mwanamke unafanya nini nje usiku? Ningekuwa mhudumu wa afya, niko hospitali usiku, niko open na niko night shift. Ungekuwa unaniuliza hilo swali. Niulize hilo swali. Lakini tukikuja hapa kwa upande wa uongozi unaweka alama hapa ya kuwa hii inapaswa kuwa na hiyo paswa. Yaani swali la kinaya. Leo nasema vitu zingine huwa ni kama madharau. Yule ambaye ni nurse kama sahihi anashughulikia wagonjwa wetu wa COVID hospitali, hata hana wakati wa kwenda nyumbani kwenda kupumzika. Unamuuliza unashughulikia mzee saa ngapi? Unamuuliza hiyo swali? Hapana. Hii ni kazi yake na anajua kazi ambayo anafanya. Mimi nikiwa nimeingia pale siasani na ninajua kile ambacho kinahitajika ili niweze kufanya kitu fulani ama niweze kufika mahali fulani. Mbona unaanza kuniwekea vikwazo kama hiyo? Hii yote nasema inaletwa sana na nitaisema hivi. Wanaume wakibrainwash wanawake, kwa sababu utakuta hata wakati mwingine ni mwanamke mwenzangu atakuja kuniuliza hilo swali. Very true. Lakini yeye ukimuuliza tutakaa kivyetu tukiwa pale kwa chama ama nini, alafu ataniweka mimi nikuwe kiongozi kwa kile chama. Sawa, utaniweka kiongozi kwa hiyo chama uniweke cha lady. Lakini nikikuja kuomba kiti cha MCA utaniambia nini? Ati kwanza achia mwanaume. Tofauti iko wapi? Mbona hapo umeona unaweza kuwa kiongozi lakini hapa pengine umeona hapana. Kwa sababu tumeweka wanaume kwa ile mix. Leadership is not gender based. Haitegemei gender ya mtu ati useme mtu ni kiongozi. Hai. Ubaguzi wa kijinsia. Ubaguzi wa kijinsia. Lakini kuna swali hapa kama jinsi ulivyosema kwamba kuna madhila ambayo kwamba kina dada upitia sana. Kama mmoja wapo kama jinsi ulivyosema kwamba kuna huyo mdau ambaye kwamba alimuuliza mwanadada kwamba wewe unafanya nini saa hizi usiku na unafaa kuwa nyumbani ukipikia mume wako. Je, wanawake wako tayari kuweza kubattle na wanaume katika ulingo wa kisiasa? Kama jinsi tunavyojua kwamba always wanaume ndio huwa wanashinda mara mingi sana wakiweza ama wakati ambao kwamba wanapoingia katika siasa na wanawake unapata kwamba ni rahisi kwa yule mwanaume kuweza kushinda. Je, ni nini sasa mwanamke anaweza fanya tofauti ili kuweza kuhakikisha kwamba wakati ambao kwamba atakuwa kibattle na huyo mwanaume katika mlingo wa kisiasa inakuwa rahisi kwake kuweza kuchukua uongozi kwa mapenzi? Kubattle na wanaume kwa ulingo wa siasa. Hiyo kwanza inamaanisha nini? Nikianzia hapo kwanza itakuwa inamaanisha nini? Kwa sababu ulingo wa siasa inapaswa kuwa mimi nikijiuza kwa wananchi. Hiyo ndio nia ya kwanza. Point number 1. Inafaa kuwa mimi mwenyewe nikijiuza kwa wananchi. Nikishajiuza kwa wananchi, sasa ndio tunaingia pale pa kusema ndio niko na upinzani 1 2 3 4. Nikisema nitaanza kuangalia kwa kuwa ni mwanamke, ni mwanaume, ni kumaanisha nime verify that kuna tofauti kati ya hawa wawili. Mwenzangu amesema hapa vizuri na akasema kuna hooliganism nyingi sana ambayo huwa inafanyika kwa siasa. Na most of the time kama mwanamke yuko pale itakuwa aimed at her. Itakuwa aimed at huyu mwanamke. So kitu itakuwa ni ninafanya nini kwanza kuruka hii hooliganism. Nitasema hivyo kwa sababu sitaki kuisema kwenda kupigana na wanaume. Nitasema nitafanya nini ili niweze kudeal na hii hooliganism. Mimi style yangu kama haihusishani na hooliganism, nitahakikisha kuwa imeoverpower kwa sababu ninataka some sort of change. Na I am looking for some sort of change. If I am looking for change, kwa nini ninafanya things the same way imekuwa ikifanyika nikiexpect zitakuwa ni different? Alright. Mwajuma kuna wakati pale Kasoro I think ilikuwa last year December. Naam. Katika ile harakati tu pale ya kupatiwa nafasi ya kuweza kuzungumza. Niliona kwamba kama kulikuwa kidogo na ubabe Toronto unaweza angalia iko sawa. Kidogo kulikuwa na mvurutano haswa pale kwenye stage. Wanaume wakitaka wao ndio wapatiwe nafasi sana ya kuweza kuzungumza, lakini ikaona kidogo pia wao wameweza kubattle pale kuweza kuhakikisha kwamba angalau pia unapata nafasi pia ya kuzungumza sana. Je, ni kama kina dada, je mko na ile nguvu ya kuweza kuhakikisha kwamba
ama mnapelekana na wanaume jinsi ambavyo kwamba inastahili? Yahe. Kama bado amini Hiyo siku. Wadada zangu wako. Naacha nikwambie. Unaambiwa sasa ile hata kama unakimbizwa na fisi. Unajijaza. Hata unajijaza kafisi. Hata ona usi wa kutishwa. Ilibidi hiyo siku nitumie kifua. Kwa sababu hakuna mtu anakumbuka haya na dada yetu. Unaona? Si ukumbukana. Dadangu nimemwona mahali, wacha nimpe nafasi. Yahe hii ikifika wakati wa siasa, ungoji upewe, unapita nayo, tunawafinya. So hii mwili dogo, sauti ni kubwa. Na kila wakati mimi husema, nashukuru sauti nilipewa na sauti ni kubwa. Hauwezi kwa kila kitu ama unyimwe kila kitu. So hata kama watatudharau kimwili ama ni kijinsia, ubaguzi wa kijinsia ni hao ni wanawake, hatutakubali. Na venye unauliza swali ya kubattle, itabidi tutumie kifua, kitu ya kwanza, na akili. Akili kwanza tukiingia pale mashinani. Lazima tujue wananchi wetu, wakaaji wetu, wenzetu wana shida ipi. Si mambo na pesa, si mambo na kurushiwa pesa. Watu wamejanjaruka yahe, watu ni werevu. Na kama kuna mtu anajidanganya atakuja rushe pesa, wacha tu niwaambie mapema, pesa zitarushwa. Na mayouth wako gangari, wanawake wako gangari, na baba zetu nyumbani wameamua sasa tunataka mabinti zetu waongoze. Kwa sababu nikiangalia pale mashinani, kuna wenye wamekuja wakarusha pesa. Nini imefanyika? Watu wanalia hadi leo. Nasikia Toronto wanasema KG sumu inunuliwe ya panya. Dada yetu hapo wa mazingira anateta uchafu imezidi, hakuna mali ya kupeleka. So pia at the end of the day lazima tuwashike kiakili kando na kutumia kimabavu. Lazima tujue shida ni gani. Tukijua strategically na tukue na tactical ways of beating these issues, tutaweza kubeat hawa wanaume. Kwa hiyo battle hiyo unaita battle. So at the end of the day, hata kama dada zetu tusitishwe, pesa si kila kitu. Na sasa watu wameamka. Na mayouth na keti chini na wao wanatueleza, wanasema raundi pesa hata itupwe. Mimi nimwambia kuleni pesa, jueni mwalimu narusha kura. Kuna shida yahe. Siwezi kukuambia usichukue pesa, my friend, chukua pesa ukiletewa, wewe kula. Lakini ukijua pale ukifika ni Mwajuma Kimojino, please eka hiyo tick. Story issue. Sophie, I know umekuwa hapo na last election ulikuwa na hao jamaa mkipelekana gangari hapa kwa hapa. Maybe this time round kama mwanadada, maybe ni kipi ambacho kwamba kidogo utakifanya tofauti na ile nyingine kwa kuhakikisha kwamba angalau unapata ile muonuko ama unapata ile morali kwa kuhakikisha kwamba unapelekana na hao majamaa? Yeah, last time haikuwa rahisi. When you decide to go a notch higher, you find yourself in a very lonely situation, for lack of a better word. Because first, there are very many people who either don't believe in you or they don't see kwa nini unaingia kwa siasa. Mbona usiende ufungue NGO yako huko ya mazingira, utafute sponsors, donors, uende majuu, uishi vizuri. Vitu kama hizo unaona. But we have decided to be the change we want to see. We are tired of, me personally, let me speak on my behalf, I am tired of substandard leaders. I'm tired of leaders when walikataa kumaliza shule, wameenda wakanunua makaratasi, wanakuja kutuambia wataenda kutusaidia wakiingia kwa kaunti ya sema. Wewe sasa unang'ang'ana basa unatafuta mtoto wako asome, alafu kuna mtu tu huko alikataa kumaliza shule, amenunua makaratasi, anataka kuja huku kutuongoza mtaani. So for me, one, I need to unify my friends. There's been too much enmity in youth and politics. Unaona? Unafika tu mahali fulani unapata mtu amekugeuka either because they feel either you don't deserve or they feel they should have gotten a better deal than you. So for me, I'm trying to humble myself, bring some friends together, we see how we can support each other. Baya kona roho ndogo haiwezi pigana. Mimi siwezi kasirika nikijua kuna marafiki wangu ambao walikuwa na support team ya ODM ama kuna marafiki wangu walikuwa na support team ya Jubilee. They have their own personal reasons. But at the end of the day, there is enough for us all of us hapo nje. Kila mtu atapata kitu. Mimi personally nikisimama hata sikuwa najua kuna kitu kama CDF committee.
I was very green in politics when I started out. Louise had really motivated me to take up the mantle from where she had left at the party primaries, which was very unfair to her. So I would say I was blessed. I was lucky to get to a party that ambaye ilinifikisha kwa debe na hizo kura almost 700 nilipata. Nashukuru kwa hizo. Na iko mchezo namba 3. Majaliwa next time. Actually we were 7 contestants kwa Ololo Award kwa debe. Now I came in third and I was the only lady who made it to the ballot, but there are other greater women who started off. So I am not saying I am the best, but I am saying I am standing on the shoulders of people who are greater than me. So tukiangalia politics, especially as women, as collaboration, we will get there because even after politics, tutakuwa tu kwa hii mtaa tuko pamoja. We'll still need each other. We'll still need motherly advice. We'll still need to talk as girlfriends. We'll still need to hang out and figure this thing called life out. So mi nasema tu, the best strategy is bringing your people together, trying to make them understand, but you cannot make everyone understand. So you have to focus and move forward like a soldier. Yeah. Toronto, yes, kuna kitu Bi Sophie amesema kunyenyekea katika siasa. Unajua kama mzee wa busara. Hebu tueleze umuhimu wa kunyenyekea. Sasa nawapa ni gani? Dakika 2. Nawapa mfano. Wewe unajua ulikwambia aliongea tutaongea zaidi kwa maana mambo. Sasa nawapa mfano wa Bi ule ambaye anatawala Tanzania sasa hivi. Alianzia mbali sana. Na kitu kikubwa katika wake ni kujigamba. Anapoona amepata cheo kidogo ama amejulikana sana, anakuwa juu. Lakini nawaomba dada zangu ama watoto wangu ya kwamba kitu kikubwa ukitaka cha mvunguni tufanye nini? Uiname. Mambo mengi kungangana kufanya nini haitasaidia vijana wa kike kupata vyeo. Kitu kikubwa ni kunyenyekea na kumjua Mwenyezi Mungu. Hakika kitu kikubwa sana tena tuombe kitu kinaitwa hekima na maarifa. Na hii ndio mzigo wa kunyenyekea. Nyenyekea mahali popote. Hata kale pale ukinyimwa ile platform usijali. Kitu kikubwa nyenyekea na kwenda pole pole. Simba mwenda pole ndio mula nyama. So kitu kikubwa kile Mungu anaona. Anaona kile ambacho kiko ndani. Na wewe ukinyenyekea mpaka ndani isiwe tu ni nguo umevaa na kuambia Amen. 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 Anaitwa mzee na manake mimi utaka basi atoe ushauri kwa sababu basi ni mzee wa busara kweli. Nachukua tu mapumziko dakika moja. Kuna arafu ambazo kwamba zimeingia hapa ndani ya 0705424587 na ikiwa basi ungependa basi kutupigia simu baada ya break tukirejea unaweza kupata nafasi kama dakika 2 hivi kuchukua simu moja ama 2 ya wadau ambao kama utapiga. Kwa hivyo nachukua mapumziko, nikirejea ikiwa basi utakuwa na swali lolote ya kuweza kuuliza akina dada wetu ambao kwamba wako mjingoni siku leo, utakuwa basi unapata fursa hii ya kipekee ya wewe kuweza kuuliza maswali. Kwa hivyo 0705424587 ikiwa basi kuna swali lolote ambalo kama ungependa kuuliza, tukirejea akupatie nafasi hiyo. Ikiwa nafikisha pale mida ya saa 3 dakika 28 mpango mzima iko the morning side ama kando na asubuhi. Ikiwa basi bila shaka ni mida ya saa 3 na dakika ngapi? Dakika 29. Tumebakisha karibu 20 na ngapi? 29 nyingine. Alright. Shukrani sana wadau ambao kwamba mnazidi kutuma harafa pia pale katika mtandao kijamii Facebook, naona team Facebook wadau pale wamejaa sana. Maswali ni kwa wingi tena sana pale katika mtandao wa Facebook. Nikiangalia Facebook ya studio pamoja na kwangu hapa, kila mmoja anatuma ujumbe pale, si mchezo. Na pia nikiangalia team SMS wadau pia wanazidi kutuma pale. Anasema namna gani? Nipatie dakika 2 tu nikiweza kusoma ujumbe. Anasema ni Tali Tabi nikiwa kwa maeneo za CBD, niko kwa mjengo sana. Gotea Women Rep na Gladys na pia wageni wetu. Huyo anaitwa Salimika. Wageni wamesalimika. Huyo anaitwa
Taritabi. Kwa pale maeneo za CBD. Najua juzi kina mapenzi walikuwa pale CBD. Hapo ndo CBD, mahali walikuwa. Hapo ndo CBD. Kidogo Sophie hakuwa kieleza mitaa. Sasa sijui unampoteza sisi CBD ya Nairobi. CBD pale maeneo za Gishagi. Pale ile mulika mwizi ya Gishagi ile iwakaje. Mwambie Mbudbud ni state. It's a state. Kuna ile iwakaje. Ile Kibonzo. Ile iwaki. Anajua Kibonzo. Lazima ufafanue. Lakini kidogo naweza sema pengine vinye hatuna wezi ndio maana haimuliki. Kweli. Kama inapaswa kumulika wezi, kama hakuna wezi inamulika nani? Inamulika kitu gani? Na masani ya kafu. Watu wanapakwa nyumbani. Si una bulb nyumbani. Unatakia nini mulika mwezi? Na wezi hamna. Hakuna wezi. Mulike nani Toronto? Ya kazi gani? Toronto. Hata kama hakuna wezi, kuna dawa. Tuliambiwa tumulike agetu na Kibongoya anahitaji mswaki wa nini? Shatochea simu hadi fike nyumbani. Tuliteta hadi tukachoka. Sasa nyinyi ndio tunatarajia kwamba sasa mtie muyakishe hiyo. Kilichozima kama mwizi yakishwe sasa. Hata kama imuliki mwizi akisheni. Anasema hapa why is that when ladies vie for political seat, their male counterparts always get away with the seat. As ladies, what are you doing to win? All right, hiyo ni swali ambayo kwamba mtetezi wa haki anauliza pale. Kwa hivyo mtetezi utakuwa unajibiwa baadaye. Alisema good morning wapendwa, mimi naitwa Jackson Wangong. Kile ambacho naweza nikasema ni kwamba siasa si mchezo wa mwema. Kwa hivyo basi ukiingia huko, ingia kwa nguvu, kwa sababu uongozi haunyakuliwi tu ama unyakuliwi na wenye uongozi unyakuliwa na wenye nguvu. Barikiweni sana. Huyo ni Jackson. Angalia pale katika mtandao wa Facebook. Anasema namna gani? Namuona pale Rose Muhicha. Anasema tushafika ndani kabisa. Wengine wenye hawajafika karibuni sana waingie ndani kabisa. Sasa shukrani sana Rose. Namuona pale anasema Kimani Wanjoki. Anasema kwamba Gatondo South to go tune in. Adwa nyumba kwa hapa. Na mwana pale Kimani wa Njoki pia naye anasema present. Kwa hapa monene. Weko. Oro Gatondo. Agedie bro. Na mwana pale kuna dada hapa na jina ngumu. Magishan na Shilu. Anasema good morning to Ololua iko locked kind of love ya Otile. Itani nice tena sana. Siku njema kwa wadau wote. Alright, sasa pia nikiangalia upande kwangu anasema na magari. Naona pale James Morio anasema kwamba can't wait tuko ndani. Shukrani sana James Morio. Kwa nati monene. Wewe ni mwalimu. Wewe ni teacher. Naona pale Sara Wangari anasema kwamba pia wako ndani. Sara Wangari. Karibu Wangari. Naona pale Hassan Batora. Hassan Batora ndio. Batora iko bakhala yake. Hassan Batora. Namwambia aje akam basi. Napata mkalemani. Anasema kwamba pia kwa ndani ni watu wa Garbatula. Naona pale Silas alisema all the best to the powerful ladies. Thank you. Alafu naona pale Gladys Koi alisema much love. Alafu naona Mama Kasoro. Mama yetu.
Sema kama pia yuko ndani kwa white. Mwambie mama yetu asante. Sasa mama Kasoro shukrani tena sana. Tukizidi kuendelea hapa wacha tuweze kurejea basi katika maswala haya. Kuna swali hapa ambayo kwamba ilikuwa imeweza kuulizwa, lakini kabla hapo namuona pale katika mtandao wa WhatsApp ya studio. Anasema kwamba morning DJ na mzee wa busara. Tuko baba. Huyu ni Dennis driver wa Kugoma Line Shuttle. Anasema niko locked in nikiwa maeneo za vet. Anasema salimia sana wageni. Anasema kwamba nimchezee ngoma ya Otile Brown sasa. Ni baadaye. Kwa sasa ikiwa kuna swali yote ungependa pia kupiga simu, unaweza fanya hiyo kwa 0705 42 4587 ama 0788200145. Right, unaweza piga simu na tukiweza kuzungumza na wewe. Tukizirejelea basi maswala yetu, ndakuwa na mnukuu hapa Bi Sophie. Ambaye kwamba hapo awali Bi Sophie hapo awali umesema kwamba nini kama kina dada you got the number. Yaani mko na hatari, mko na namba. Na kama tunavyojua sijui kama Bi Mapenzi atarekebisha wale mavuters wengi sana kwa saizi najua kina dada. Kweli? Mbona basi inakuwa ni vingumu kwa kina dada basi kuweza kutoa hii kiti ikiwa kwamba nyinyi mko na numbers na bado nyinyi mko na ama kina dada ndio ambao kwamba wameregister kwa wengi tena sana. Je, mbona inakuwa ni vingumu kuona kwamba kina dada wanapatiwa hii kiti nchini Kenya kwa kijumla? Mbona inakuwa ni ngumu na mko na namba? That's a very tough question. Unajua, you're assuming just because you're a woman that other women should vote for you. Sindio? But wanataka kuona pia value addition. And maybe sometimes women just need to be convinced a bit more. Waone kwa nini watakupigia kura. So hii kitu haitaki makasiriko. Just because I voted and the other women may not have voted for me for one reason or another. Maybe aliamka late akapikia watoto akachelewa, maybe hakuenda kupiga kura, blah blah blah. I could give so many reasons and excuses, but I'd like to challenge our fellow women. Just do your best. You don't have to worry so much whether your fellow women vote for you or not. And for me, I don't give it much thought. But maybe we need to change our strategy. We sit down and also we see as women, is there one among us who we can push forward, but what is the agenda even as we push them forward? What will they bring on the table? So negotiation is a good skill that we need to learn as women. Yeah, and not very many women are good at negotiating. You know, traditionally we were not raised as negotiators, but please, najitanga boy child, and I really don't like that name. How do you call yourself a boy child and you're a grown man over 18 years? So anyway, what and select gender beef. Yeah, but there's much to be done among our fellow women. Me personally, I don't expect people to vote for me just because I'm a woman. Vote for me because I can do the job. Simple as that. Yeah. Sasa tuchukue simu moja. Yes, hello Lady Thomas. Hello. Tabi. Niambie mama hali ya kwako. Nimependa kuambia mtanzangu. Ukitaka haki na madha. Naona ndio amefanya kujitokezea kama kwa madha, sio hata madha. Naam. Ndio amefanya kutokea kwa pesa yetu kwa mama. Tunamini kwa mama hata mtoto anani kufanya kitu kwa mama yake. Ile kinini. So kwa mama wetu pia ananidi kutokea moyo kwa society. Ndio ajuze aile kwa zake. Naona hapo na opportunity nzuri sana kabisa. Lakini ndio mama amefanya nini? Aha. Sasa Talitabi, shukrani sana. Asante. Anasema kwamba kama mwanamke unafaa unajipa moyo sana. Na anasema kwamba kuwa mama si mchezo. Ni kitu ambayo kwamba basi inahitaji pia uongozi. Shukrani sana Talitabi. Mwajuma
Kuna swali hapa kidogo nimetoka. Kwanza kabla ufikirie swali, kabla ikurudie, acha nishukuru sana maswali zenye zinakuja. Zile salamu zote zimetufikia. Tunasema asante, tunashukuru. Si rahisi mtu ameacha kazi yake au ni asikize yake na dada. Tayari hiyo ni ishara ya kwanza. Mmetupatia nafasi na tunashukuru sana. Endeleeni kusikiza 99.9 FM. Telitabi kama kawaida tunakuaga nawe kila Jumapili. Samahani kumradhi. Unaona ugonjwa ushaniambukiza. Wanizeesha mapema. Ni vizuri. Wanizeesha. Karibu na mzee Toronto. Iga ni lilo jema lisilofaa wachana nazo. Naanza kuna saumu sasa. Kila Jumanne. Tunashukuru. Tunaona anajipigania sana yule kama single mother. Na tunasikiza shida zenu tunazo. Ziko katika akili zetu na tuna mipango za jinsi ambavyo tutashirikiana na kina dada wenzangu. Tujue hizi shida zinaisha na vile Sophie Katampo amesema kama si mimi itakuwa ni yeye, na kama si yeye ni mapenzi baya, na kama si yeye ni mwanamke mwingine, na si lazima iwe ati ni lazima ni mimi ndio tutapigania ikifika hiyo wakati, lakini ikifika nafasi nimeona ni mtu mwingine tunamsukuma. Bora tumpatie mwanamke nafasi kwa sababu tukilezi shida hazitaisha. Swali yangu imekuja. Haya. Wanasema kwamba kina dada hawapendani. Kuna kuoga na fitina. Kuna kuoga basi na kuzungumziana. Najua si kama wanaume sisi fitina naye hatunaga. Nikuja kuambia Toronto nataka chai. Jamani mpateni Toronto. Yaani hamna fitina pale. Lakini unapata kwamba kina dada wengi huwa wanakulana wao kwa yaani kuna kuwa na fitina porojo nini. Sasa nini na bado kuna like kuna hiyo namba kwa wengi. Maybe ni nini nafaa kuchange kuweza kuhakikisha kwamba angalau ile fitina porojo nini zote zinaisha na mnakuja kwa pamoja ili kuweza kuhakikisha kwamba mwanamke basi ana usemi katika jamii. Kwanza kitu cha kwanza asante sana, nashukuru. Wacha niseme hivi ya mali panapoombea utanipata. Kama ni umbea ya maendeleo utanipata. Kama ni umbea ya mwanamke utanipata. Manake nikiketi chini ni mkashifu mapenzi baya. Pia mimi nitakashifiwa mahali. Siko kamili. Yuko kamili. So ile example utapeana pale kwa katika kijiji na utabebwa hivyo. Na ukileta maendeleo mbele pia watu watakubeba na hiyo heshima na hiyo hadhi watakupatia. Kwa hivyo kisisi hatuna hiyo muda ya kugongana mafitina ama nini. Sophie akifanya kazi yake, ndampa cheo chake, ndampa heshima yake, mapenzi akifanya yake atampa. Mimi nikifanya watanipa. Tutashirikiana, tutasikizana kwa pamoja. Bora tusukume lile gurudumu la umoja. Hatutaki wa kutudanganya, mulika mwizi zinazima, kesho wametoa pesa, wametufagilia mtana siku moja, kesho takataka zimerudi. Hatutaki kudanganywa hivyo. Kusema kweli inauma na inaudhi. Mi kabla nifikirie kujitosa, si mambo mengine, ni kuchoka na kuangalia mambo hazisongi. Na unaambiwa kila siku. Utasema utatoa kidole useme yule afanye, ni wewe na uanze na wewe. Na ndio maana nikaona wacha nijitose mimi, nianze na mimi, nianze kuleta mabadiliko. Na ndio hivyo ndo nasema mambo ya umbea na fitina hata pale kijijini tunaomba na tunauia radhi kina mama. Ni inakuwaga ni udhaifu wetu. Tunapotoka tunaghafilika, wakati mwingine tunasema huyu ni mbaya. Usikashifu mwanamke mwenzako, maana ukimkashifu umjengi, unambomoa. Na ukimbomoa pia unabomoka, kwa sababu ile boma yake ikisimama yako pia itasimama, lakini yake ikisambaratika, ikibomoka, hata kwako kuingia maji utatorokea wapi na kule kushaporomoka. So ukisimamisha huku hata kwako kuporomoke utakuwa na mali ya kuita kambi. Unaelewa? Wote tusikie kwa Bi Mapenzi. Unajua Bi Mapenzi wewe ni mdau ambaye kwamba umeketi na kina mama sana. Sababu kupitia kwa masuala haya yenu huwa mnaketi chini na kina mama mnazungumzia mambo mawili matatu. Je, unadhania kwamba kupitia kwa ile namba mko nao na jinsi nilivyomuuliza tu dadangu pale, je, mambo ya umbea, hii mambo ya kulana kina mama kwa kina mama, je, unadhania kwamba ipo hoja ya kina mama kuweza kuweka hii masuala yote kando na kuja pamoja kwa ajili ya kutoa kitu muhimu? Nitaanza na kusema hivi.
tuko sote kwa nyumba, alafu tuna share ukuta huu. Mimi niko pande huu, upande ule mwingine. Nitakubomolea ukuta kwa vile nafikiri itakusumbua wewe pande ule, lakini nimefanya nini kwangu? Pia umejibomoa. Umbea hakuna siku itasaidia mtu. Vile ambavyo nitakaa chini nimuongelelee mwenzangu hapa, ndivyo tu nitakavyokaa chini nimuongelee wewe mwingine pale. Lakini at the end of the day nitakaa nijiulize, ili nisaidia nini mimi nilipoanza kupeana maneno kama hayo? Yule ambaye ninapea hii maneno, hata yeye anapaswa kuwa akijiuliza, maneno kama haya yananisaidia nini kwa maisha? Imeniongezea unga kwa nyumba? Imenisaidia mtoto amevaa nguo? Imenisaidia mimi nimerefuka ama nimenenepa ama nimefanya, inanisaidia nini kwa maisha? Umbea, na sitasema ni kwa wanawake peke yake, acha tuseme ukweli, hata kwa wanaume huko. Tena ile wanaume hata ndio mbaya zaidi. Umbea wanaume ndio udaku. Lakini tukikaa tukiuliza, inanifaidi nini mimi nikienda kumuongea mtu, hata kama si mwanamke, hata kama ni mwanamke, inanifaidi nini mimi kwenda kumuongea kwa nia ambayo sio nzuri? Kama nitakuongea, ujue ilikuwa kukuinua. Itakuwa ni kukuinua, nilikuwa nakuinua, lakini haitakuwa kukuangusha, nilikuwa nakuangusha. Hiyo ni moja. Pili ni tukisema wanawake tuko numbers ndio nyingi zaidi, si ndio? Na tukikuja pale kwa kura, hata tukihesabu kura, tutakuta za wanawake ndio hata ukipata wale ambao wamepita wakaingia viti vya uongozi walipitishwa na kura za kina mama sana sana. Lakini mimi siku ile nitakuta ni wanawake peke yake walinipigia kura, hata mimi nitajishuku. Mbona wanaume wako nipigia kura? Ati nikae niseme hivi ati leo hii nita concentrate na wanawake peke yake, ati nihakisha wanawake peke yake wamenipitisha hiyo kura. Ndio inawezekana, lakini hata mimi mwenyewe napaswa kujishuku. Mbona wanaume wako nipitisha? Ni swali hilo. Kwa hivyo hata pale ambapo naangalia ninatafuta kura, natafuta kura kwa kina nani? Haifai kuwa ati nitasema ati natafuta kura za kina mama peke yake. Kwani wanaume hawapaswi kuwa wananipigia kura? Na kama hawajanipigia kura ni kumaanisha pia nao wameona kuna kasoro ambayo niko nayo yenye labda wanawake hawajaona. Ama hao ndio wako na kasoro. Ama wale wako na kasoro, which either way sio kitu kizuri. Ukikaa uone ni section fulani peke yake ambao watakuongelelea kwa uzuri, wengine hawana kitu nzuri ya kuongelelea, hata hapo kaa chini kwanza ujiulize ni kwa nini. Tukitafuta kura tunatafuta kura kwa wananchi wote. Iwe ni kwa wanawake, iwe ni kwa wanaume. Hata wale ambao ni wanaume wamepitishwa katika viti vya uongozi, wamepitishwa na wanawake na wanaume. Kwa hivyo hata mimi kama mwanamke sifai kuwa nikingoja ati nataka kupitishwa na wanawake peke yake. Haifai kuniridhisha eti ati natafuta kura za wanawake peke yake. Ziko ndio kwa ile basket natafuta kujaza, lakini pia za wanaume ziko. Alright. Sasa shukrani tena sana. Naona maswali ni mengi sana. Can I say something? Dakika moja. We need to stop guilt tripping other women. Women, sit down, feel comfortable. You do not have to vote for your fellow woman just because she's a woman. If you feel in the morning you wake up and you pick a man, there's nothing wrong with voting for a man. So to watch I find it so stereotypical saying that women are their worst own enemies. Kwa nini wamama hawapitishi wamama wenzao? But even you as a man, why do you find it hard to vote for that woman? Usiseme ati mimi siwezi ongozwa na wanaume. Unafikiria nilikuwa kwa campaign trail watu wengine wengi waliniambia mimi siwezi ongozwa na mwanaume. Mwingine ananiambia na mwanamke. Mwingine ananiambia mwanamke ambaye hana bwana haezi niambia kitu. Na yeye mwenyewe huyo mzee, yeye mwenyewe hana bibi ama hajaanza kushikilia boma yake kikamilifu. So let's stop guilt tripping our fellow women. They do not have to vote for us, but women, please, we are asking you tuanze kuangalia vitu in an all-round manner. Also, wait, we are living in a highly patriarchal society. Kumaanisha tangu colonialism ilikuja, ilivunja structures za Kiafrika. Before in Africa, women used to lead. Kuna kina Kinjekitile, kuna Makatilili. There are so many African women who are queens, who are chiefs. In fact, my own maternal grandmother, she was the first councillor voted in the 60s after independence in Kabete. My great grandmother herself was a councillor. So you see my roots of leadership zilianza kitambo. Mimi hata sikuwa najua. I found out when I was running for MCA. So but colonialism came down to break
the African unit of family. It makes sure wanaume wanaenda Nairobi kufanya kazi ama wamewekwa huko kwa zilikuwa zinaitwa aje mali walikuwa wanawekwa kwa certain places ambayo concentration camps where now the women had to work twice as harder na wanaume wao walikuwa kando. Don't think that it is normal that African is a patriarchal society. No, this was a concept that was brought from colonialism. And for us to be able to vie and see other women that they are capable of leading in this society, we have to break down the colonial mentality. So these roots are very deep. Unfortunately, we cannot break them down in a day. I'm sorry. It might even take generations. Kajiado County has no single elected woman MCA. And we are going to the third election after devolution. But I don't blame the people. I blame the mindset. We need to work on the mindset. Right. Kidogo niongeze hapo. Maswala. Dakika 10 na maswali. Bado maswali zimeulizwa hapa. Sawa basi. Dakika moja. Shukrani. Hiyo wazo na maoni ya dadangu hapa nataka tu kuongezea kabla tufike nusu kwa nusu ikifika upande wa uongozi katika wanaume na wanawake. Kulingana na research ya UN ilionyesha itachukua muda wa miaka 130. So kihesabu miaka 130 hiyo aswa ni Afrika. Manake Europe wako karibu kutimiza na ukiangalia upande za Norway wapi hizo manchi za huko hata presidents unakuta maeneo kama Finland wa wanawake kwanza ndo wamedominate katika nini bunge yao. So hii maswala iko katika Afrika na ni uzuni sana. Wanaume walituonyesha tunafaa kwa jikoni na hii kitu inafaa kuisha. Hatujakata kupika Toronto na nimesema kupika tutapika tuache umeshika. Lakini tupatie tu nafasi mtusupport. Ndio. Nitaanzia na hapo ambapo umemalizia ikiwa hapo Finland kabla nirudi hapa. Ile sababu ambayo kama Finland wamefika wako na wanawake wengi kwa bunge kuliko wanaume ni kwa sababu wali reduce salaries za wale elected leaders mpaka ikakuwa kama wewe unataka kuwa elected leader ujue ni kazi ya kujitolea, si kazi ya kula pesa. Wakati tutajua ni kazi ya kujitolea na ni servanthood kwa wananchi, tuache kuenda ati kwa sababu unaenda pale mimi ni MP tunashinda tukijiongezea salary. Siku ile MP atakula salary ya 15,000 utaona wanawake wataongezeka kwa bunge. Na hiyo swali wanaume watapungua. Kwa nini? Inaonyesha nini? Hata hiyo research inaonyesha zile nchi ambazo ziko na wanawake wengi katika uongozi ni nchi ambayo kama umeandika hiyo kazi yenyewe watu walikuelect, ujue hakuna pesa unaenda kukula huko. Jiulize hiyo swali. Wanaume wako pale kwa sababu ya uongozi ama kwa sababu ya pesa? Swali. Kwa index nitarudi hapa. Kwa index house ya corruption, Finland iko 1%. 1%. Hakuna corruption. 1% corruption. Na ndio iko na wanawake wengi zaidi. Percent ni ngapi? Hata 9.9 na Finland turudi hapa Kenya. Kwa miaka ambayo tumepita, tumekuwa na wanawake kwa uongozi ambao walikuwa elected overwhelmingly into parliament. Tutakuona wengi akina Julia Jambo, akina Nivan Wemon waliingia in parliament overwhelmingly. Na walikuwa wale ambao walionyesha wako na uongozi. Tukakuja tukasema tuko na shida hapa kwa sababu tunataka kufanya ile tunaita affirmative action. Ambayo ni kitu ambayo ni necessary. Kwa sababu tukiangalia ingetumia miaka ngapi ili tuweze kufika hiyo 50-50. We need to do something. Lazima tuongeze kitu pale kwa ile gia ndio iweze kusonga haraka. Tukaleta affirmative action. Information haikufikia wananchi vizuri. Kwa sababu kama pale nakumbuka 2013 kampeni tulianza kitambo hata kama ilikuwa mbali. Pale inafika 2013 mwanamke anaenda kusimama MP anaambiwa si kuna kiti cha women rep. Hizi zingine achia wanaume. Na hapo ndipo mahali makosa ilikuwa. Kwanza education kwa wananchi. Hawakuweza kuelezwa kabisa hii affirmative action inamaanisha nini na haja yake haswa ni nini. Sasa ikakuwa ni kama mwanamke anaenda kusimama senator anaambiwa wewe si kuna kiti ya wanawake. Si hii nyingine waachia wanaume. Ni kumaanisha hatukuelewa kwanza hichi kiti cha wanawake ilikuwa ya nini na ilimaanisha nini na haikuwa katika kumaanisha ati sasa mwanamke hafai kuwania kitu chochote. Sasa hiyo ikaturudisha nyuma zile gains ambazo tulikuwa tumemake ya kusema parliament tulifika wakati tulikuwa na almost about 30% women.
Sasa tumerudi nyuma. Hata 20% hatufiki. Tunapigania gender balance ya 2/3 balance kwa hata ile ya kuweka na nomination bado tunashindwa kufikisha. So one, watu waelewe kabisa uongozi ni nini na ni kwa nini tuko na haja ya kuweka affirmative action. Kwa sababu ile yenye imefanyika sasa ni tumerudi nyuma zaidi kuliko mali tulikuwa tunapaswa kuwa tukienda. Alright, I think We are not taking questions today. Nimesalia mingi sana na naona pia Rafa zimeingia. Namuona pale Yobra anasema all the best ladies. Alright. Anasema anasikiliza iko pale maeneo za Kasoro. Anasema all the best. Naona pia hapa anasema hi DJ Yahya. Napongeza sana kipindi. Muro sana. Anasema hata tungeongezea masaa mpaka saa 5. Crispinas kutoka maeneo za PCA. Jina ngumu sana. Anaitwa Crispinas Pamba. Nashuku ya Anaitwa Crispinas Pamba. Crispinas. Unakuita lakini sije studio. Piga simu. Ufafanue jina lako. Lakini anasema anapongeza kipindi sana. Anafurahi. Anasema ingeongezwa mpaka saa 5 anafurahi sana. Anasema asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Anasema Yahya salimia sana wageni. Anasema kipindi leo on fire ni women rap. Mwambie tumemkatia. Amesalimia sana women rap. Amesalimika ama amesalimika sana. Anasema DJ please uliza swali zangu. Uliza hiyo swali. Na kuna wadau wa masuala ya environment. Mbona unacheka na si atucheke? Najua. Anasomea message pekee. Anasoma hiyo message amemeza. Hilo amemeza. Swali ambayo kama alikuwa ameuliza ni kuhusiana na hii that gender rule. Sema kwamba ambayo kwamba iliweza anasema kwamba ambayo kwamba iko pale. Alafu akauliza kwamba so what has our MPs done to help ladies katika eneo bunge lake. So ni ile swali kumuuliza kuhusiana na hii that gender rule katika eneo hili kama eneo bunge la Kajiado Kaskazini maybe bunge ameweza kufanya nini kuhakikisha kwamba swala la kina dada limezingatiwa. So maybe hii swali Edika alikuwa amegemea Sophie. I think so. So anasema tu I think so. Maybe ilikuwa Sophie aweze kujibu. Mwingine hapa anasema kwamba nimesikia ukisema ati wewe ni single mother. Mother, why? Si kwa ubaya, nimeona single mother wengi wakiwa na wivu mwingi sana. Will you be able kustahimili uongozi? Nani alisema mambo ya single mother? Telitabi. So kuna mdau hapo anauliza hivyo, je, kama single mother ama anasema kwamba ameona ma single mother wengine wako na wivu. Sasa anauliza je, will you be able to kustahimili uongozi? Ni swali hapo ambayo alikuwa ameulizwa. Kwa hivyo ni baadhi tu maswala hapo ambayo sidhani kama hiyo swali inafikiana na nini kidogo. Ya mtoto hapo. Kidogo imevuka kwa sababu sidhani kama wivu ina relate na status ya mtu. Wivu ni nature ya mtu. Unaweza kuwa single watu wengi ni single mother na wanajituma. Wanajilelea watoto kabisa na hata kubeba jukumu za familia kama na mandugu na madada wengine pale nyumbani, hata mama na wazazi. So alafu pia nadhani pia watu kuwa mwanamke watu wengi wanafaa kuipea heshima sana. Mwanamke ama nikisikia mama anatukano inaniuma. Mimi kama hapa nikiwa hapa nipoteza mama nikiwa mdogo sana hata sijielewi. So nikisikia mwanamke ama mama ameshushwa hadhi inaniuma sana. Sababu single mother hujui mwanamke alikuwa single mother kivipi? Kwa nini? So hizo ni stories za siku nyingine. Naona muda wetu umekamilika. I think what I'll do
tuta create another time sababu nimeona kuna watu kina dada ni tamu sana hata kuliko ukiongezea boy child. Hata hiyo ni boy child msaja huko tena. Boy child ni kuliko wale ma gentlemen. Sisi tunaongea maneno ya uongozi na turudisha kwa watoto. Watoto tuliwacha home. Mwanaume mzima kwa kijiita boy child. Hapo kwa kijiita boy child. Alafu watoto wa shule watajiita Ona kamera bwana ameniangalia. Ama watoto pia ni boy child. Mimi ni wa busara tu. Kwanza kile mimi nawaambia ni kwamba ukitaka uongozi mama nyenyekea. Right. Nyenyekea tu. Unaona unaweza kusafiri na msichana masata. Yeah. Nimekwambia nini? Umewaambia what I'll do to create another session. Wakuje angalau tuendelee pia. I think imekuwa tamu. Tashukuru sana. Leo hata nimefurahi. Kwani hizo siku zingine uko umefurahi? Inaonekana watu kupewa pressure hapa. Inaonekana watu kupewa pressure. Leo nimefeel by the way. Kuna changamoto mingi sana. But then hata maswali zile niliwatumia ni mingi sana. Zile nimeuliza ni mbili. So ndo maana yake nasema leo nimefeel. So I hope next time tutakuja saa 2 ndio tukuwe na 2 hours ya kuzungumza na pia msikilizaji apate nafasi ya kuuliza swali na pia swali yake kujibiwa. Sababu kuna wale hamjajibu hadi maswali na ni mingi. So kwa dakika tu moja maneno zenu za mwisho ni mapenzi kwa dakika moja. Mimi ningependa kusema hivi, wacha niiseme hapa ninaongelesha wale ambao ni wapiga kura. Wakati uko pale unachagua kiongozi, tafadhali tilia maanani ni nini unataka kwenye kiongozi ambaye unachagua. Usichague kiongozi kwa sababu ati ni mwanamke ama ni mwanaume. Usichague kiongozi ati kwa sababu amekupea pesa. Chagua kiongozi kwa sababu umeona ako na uwezo na ako na nia ya kutimiza kile ambacho wewe unataka kuona kikifanywa. Inaweza kuwa huyu ni mzee, inaweza kuwa ni kijana, inaweza kuwa ni mwanamke, inaweza kuwa ni mwanaume. Lakini decision yako tafadhali tumia hekima kwa kuweka ile kura pale ndani. Kwa sababu mimi usema hivi, kura unaweza ipiga siku moja lakini hiyo kura inakufanyia kazi miaka 5. Tafadhali fikiria kuhusu hiyo miaka 5. Mimi sina mengi ya kusema. I just want to pray for the people right now because watu wana go through a very hard time with COVID and with a very bad economy. So may God bless you. Be strong out there. Take care of yourself. COVID is real. People are out here dying. Tunazikana manze. We are losing our voters bana, and it's very sad. So may God shine His face upon you and favor you. Alright. Ningependa kwanza kushukuru Domas kwa kutualika siku ya leo. Wasikilizaji wetu tunashukuru. Wenzangu hapa naambia asante kwa kujitokeza. Ingekuwa hivi kama wangetokea. Na pia Yahe kwa kutuhost na mzee wetu wa busara DJ Toro. Umeniambukiza uzee lakini kidogo siku nyingine nda keti mbali kidogo. Nasema asante. Hivyo venye dada yangu amesema hapa baya, anasema kwamba tujue ni nini kwanza inatutuma kwa ufupi. Ukijua ni nini inakutuma utaweza kujitosa wewe mwenyewe. Na pia kama mpigaji kura, hiyo dakika hiyo ukosa usingizi kwa masaa machache, lakini miaka 5 ukikosa kupiga kura utakosa usingizi kwa miaka 5. Na ukipiga kura kwa kiongozi mbaya pia utakosa usingizi kwa miaka 5. Kwa hivyo ukuwe na busara. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika hii safari. Si rahisi. Na tukimweka mbele najua tutatoboa. Na venye dada yetu amesema pia hapa Katampoi, tafadhalini tujichunge, na narudia tujichunge. Tumepoteza, kuna wenye tumeadhirika swa sisi kinyumbani, tumepoteza watu kwa hii janga la COVID. Si rahisi, ni jambo zito sana. Hata ukiona tunacheka, tunajaribu kusukuma masiku. Na pia ni njia yetu sote. Na kwa wote waliopoteza wapendwa wao, tunasema ni pole sana na tuko pamoja. Toronto. Mimi nikimalizia tu ningeomba ya kwamba hawa wanadada ni viongozi. Na kitu kikubwa sana, usilaumu mtu yoyote. Ujilaumu wewe.
katika kile unachofanya. Kama hujafaulu usilaumu mtu, jilaumu wewe, kwa maana wewe ndio umefail. Lakini nawaambia ya kwamba jaribu sana. Inapokatika, unaona buibui na vuta zile utando wake, kikatika inarudia mpaka siku moja itakuwa utando kwisha. Kidogo ni dhani buibui ya mavazi. Si buibui ya wewe. Inaitwa sio wewe. Mimi hapa sina la ziada ila kuweza kuwashukuru kina dada kwa kuitikia wito wa kuweza kufika kwenye studio, na natumai basi nikuita tena mtaitika na mtaweza kuingia jengoni. Kwa hivyo na kwa wasikilizaji, shukrani tena sana kwa wale ambao kwamba umetuma rafa, umechangia kwa namna moja ama nyingine. Najua tutaweza basi kupata nafasi ya kuzungumza na nyinyi sana, lakini next time we hope for the best. Nilipeana mji. Nilipeana mji. Bado sijasahau. Sitaki kufikiria tena wiki nzima. Kitandawili changu kilikuwa hivi. Siafu wana uniform, yani uniform wanakuwa wasafi kila wakati. Ndio nikauliza, na pia hii nini nyuki pia, alafu kuna hii mchwa. Hawa vitu ukienda Ukambani utapata nyuki ya bulbu. Ni kwa nini? Niliuliza ni kwa nini? Jibu ni kwamba wanalea mfalme. Nyuki inzi ni ovyo tu, kwa maana halii mtu. Na wewe ukitaka maisha yako yawe mazuri, lea mfalme, lea watu. Shukran.